Kurasa. Mtazamaji wa EATV, karibu katika Kurasa, upate dakika chache za kukuletea machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu kwa hii leo. Tuanze kukupekulia Kurasa kwa hili. Noah Ole Pareki mwenye umri wa miaka 110, kiongozi wa mila ya Kimaasai Alegwana ni aliyehudumu nafasi hiyo miaka 60 wilayani Kiteto, amestaafishwa kwa maslahi ya jamii hiyo. Akizungumza na Kurasa wakati wa kustaafishwa kwake, kiongozi huyo amesema amehudumia jamii hiyo kwa miaka 64 na kuunganisha na kutatua changamoto mbalimbali katika jamii hiyo. Kipindi changu cha uongozi niliwaasa jamii kuacha tabia za kuozesha watoto wadogo na kuwataka wapeleke watoto shule. Kwa mujibu wa katiba yetu ya Malaigwana, lazima ustaafu kwa sababu huwezi tena kutumikia jamii kwa hali ya uzee ambayo kawaida lazima mtu awe mzee. Sio kwamba hatuna tena uwezo wa kufikiri kiakili, ni hapana. Kwa upande wa familia hiyo, wakizungumzia nafasi ya mzee huyo, wanasema alikuwa ni msaada mkubwa katika familia na jamii kwa ujumla. Kwa iko mama fulani ambao bwana wake amefariki, akawacha ana watoto 7, akaja kunililia. Aliacha hana hata ng'ombe moja, lakini ana eka 10. Tuendelee na Kurasa. Wakati wengine wakifanya maombi ili mvua inyeshe, wafanyabiashara wa matunda wilayani Sumbawanga mkoani Rukwa wao wamesema bora jua kuliko mvua. Lakini wenzao wakulima mkoani humo wamefanya maombi maalumu ili mvua inyeshe kutokana na mazao kukauka mashambani. Kati ya mvua na jua, bora jua, kwa sababu jua tuna uwezo wa ukanunua mwamvuli, ukanunua maturubai kama hivi hapo, ukafunika, ukaendelea kufanya biashara, ukakinga biashara isipigwe na jua. Lakini mvua ni changamoto kwa sababu mvua ikinyesha hauwezi ukafunika, wateja wala hawawezi kufika sokoni na matunda huwa yanaharibika. Kwa upande wa matunda, sisi jua kwetu tunaona ni faida kwa sababu matunda yanatoka kwa wakati, yanaiva na uteja unakuwa mwingi. Mazao yamekauka na kuna mnyauko mkubwa mashambani. Sisi kama kanisa la mahali pamoja, kanisa la EAGT Majengo kwa mchungaji Chomola, tulifanya maombi ya siku 7 kwa ajili ya kuiombea mvua. Tunamshukuru Mungu, wakati tunaiombea mvua siku ya Jumamosi, siku ya 6 kabla ya siku ya 7, mvua ilinyesha. Tumalizie Kurasa kwa hili. Adha ya wachimbaji madini wanawake kutumia zana duni mkoani Geita imepata ufumbuzi baada ya kupata vifaa kinga wenye thamani zaidi ya shilingi milioni 24 kwa wachimbaji hao. Vifaa hivyo vimetolewa na mgodi wa Geita Gold Mining GGML kama sehemu ya kuendeleza kusaidia jamii hiyo. Vifaa vya kujikinga mahala pa kazi tunaita PPE kwa wanawake wote wa Geoma, ambao tunatoa zaidi ya PPE kwa watu 50. Tunashauri waweze kuzingatia sheria na kanuni za usalama na afya mahali pa kazi ili kwamba waweze kufanya kazi katika mazingira salama na waweze kuwa na afya njema, na sio kwamba wafanye kazi ambazo zitaweza kusababishia ulemavu. Kwa hiyo ili muweze kufanya kazi yenu kwa usalama, lakini pia muweze kutunza mazingira, lakini pia muweze kuwa na afya zinazoendelea vizuri, inapasa mtafute utaalamu uko wapi. Katika shughuli zetu za uchimbaji tulikuwa tunapata shida na changamoto sana kutokana na kwamba tulikuwa na uhaba wa vifaa vya kutufanyia kazi. Tunashukuru sana GGM kutuletea vifaa ambavyo ni safety boot, reflector, miwani, gloves pamoja na kofia ngumu. Tumekufungulia na kukufungia Kurasa kwa hayo machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu kwa hii leo. Tafadhali usikose kuangalia Kurasa. Kwa niaba ya wale wote walioshiriki kukuletea Kurasa kwa leo, jina langu ni Exaudi Mtei. Endelea kuangalia vipindi Woma na Makini kutoka hapa EATV.